Habari hii inatokea jijini Arusha ikiwa ni mwendelezo wa taarifa ambayo tuliripoti ikihusisha madereva wa kampuni ya Fast Friday Forward ambayo inafanya kazi na kiwanda cha A2Z. Madereva hao 70 ambao tuliripoti awali kwamba walizuiwa kuingia katika kiwanda hicho kuendelea na majukumu yao kutokana na kutokusaini mkataba mpya ambao mkataba huo unawaondoa katika mkataba wa ajira ya kudumu, na watakaposaini mkataba huo watakuwa wamesaini mkataba wa muda mfupi, na kile ambacho walikilalamikia awali ni kwamba wanalazimishwa au wamepewa masharti ya kusaini mkataba huo, huku kukiwa hakuna taratibu ambazo waliridhishwa nazo za kuvunja mkataba wa awali. Baada ya kuripoti taarifa hiyo, leo hii mkuu wa wilaya ya Arusha Mheshimiwa Joseph Mkude pamoja na kamati ya usalama na maafisa wa kazi wamefika katika kiwanda hichi kwa ajili ya kutatua sintofahamu hiyo, na hapa wamezungumza kwanza na upande wa mwajiri ili kujua tatizo ni nini. Kwenye vyombo vya habari, sasa ni jukumu letu ya kuhakikisha kwamba watu wanakaa kwa amani pande zote, wewe kama mdau wetu wa maendeleo, lakini pia na watumishi ambao na wasimamia. Kwa hiyo baadaye tutawasikiliza watumishi wana malalamiko gani. Mimi nadhani nimekuja na timu yangu kamili kabisa. Kwa hiyo na wewe lazima uwe kamili na muwe wa kweli katika kuzungumza haki za watumishi. Asante. Ya biashara ya zamani na sasa ilikuwa tofauti. Ilikuwa ni rahisi kumanage biashara kwa kutumia mikataba ya kudumu kwa sababu competition ilikuwa ndogo. Lakini kwa kuongezeka viwanda ambavyo vinaoperate kwa nature ya A to Z, ushindani umekuwa mkubwa. Kwa hiyo sehemu kubwa ya A to Z biashara yake almost 90% na kitu inaoperate kwa kutegemea tenda. Kwamba lazima tuombe tenda tupate biashara ili tuweze kuhudumia. Ina maana under any circumstance tukakosa tenda, maana yake hatuna biashara. Sasa kwa mantiki hiyo tukarudi tukakaa tukareview. Baada ya kuangalia baadhi ya madereva yetu, kwa sababu tuna save ndani na nje ya nchi. Baadhi ya madereva yetu tunapokosa biashara wanakaa eneo la, anakuja dereva hana kazi nyingine, akikosa kazi atakaa, anaweza kukaa ofisini zaidi ya wiki 2 na unatakiwa kumlipa. Sasa ukiangalia kwa idadi ya madereva tulionao wanafika 200. So unapokosa biashara kwa wiki 2-3, maana yake ni nini? Hawa watu kwa sababu wameweka kwenye mikataba ya kudumu lazima walipe mishahara kwa kipindi chote. Sasa kwa idadi ya watu 200 wakikosa kazi ya kufanya na unalipa mishahara, technically ni loss. Sasa tukiangalia katika ufanisi katika utendaji wa kazi tunaona kwamba hapa kuna nini? Kuna shida. Sasa tuna adopt modality ipi ya kiutendaji ambayo itaweza kutuletea tija kwenye biashara. Ndipo pale tunapokuja sasa kama tukakaa na wakurugenzi tukaona kwamba tuangalie uwezekano wa kuingia kwenye mikataba ya muda ambayo itatuwekea flexibility kwenye situation ambayo hatuna biashara kabisa na mikataba labda ya watu ina expire. Tunaweza tukaangalia kwamba imebaki mikataba labda miezi 3 na tunaona hakuna indication ya biashara. Ina maana tunaweza tukawapa taarifa ya kuwajulisha hali halisi ya biashara na itatuondoa kwenye migogoro ambayo sio ya msingi. Lakini pia kama hatuna kabisa biashara na tunaona huko mbele hakuna uwezekano wa kupata biashara, tuna uwezo wa kusema okay, imebaki miezi 3-2 labda tulipe endapo kazi itatokea, kwa sababu ni madereva tunako nao kwenye vitabu vyetu na tunaweza tukawahitaji dakika yoyote, tunaweza tukawaita na wakarudi kuendelea na kazi, kwa sababu sasa tutakuwa tunaoperate kulingana na mahitaji ya kiwanda na namna wateja wetu tunavyoenda nao. Sasa kwa sababu ya hiyo hali tukaangalia njia gani sasa tunaitumia ili kutekeleza haya. Hatua ya kwanza tuliofanya, mimi niliandikia chama cha wafanyakazi cha CHAWAMATA, nikakiandikia barua ya kuwaita kuja kukaa, nikiamini kwamba kama chama, kwa sababu chama cha madereva na ndio madereva wanachama wao, watakuja tutakaa nao tutawaeleza kitu gani tunachopitia. Baada ya kuwaelekeza hiyo kwenye barua, walikuja tukakaa nao, baada ya tukawaeleza kama ninavyozungumza hivi hali ambayo tunapitia. Hatua iliyofuata tukakubaliana kwenye kikao cha kwanza, baada ya kumaliza tukakutana kwenye kikao cha pili, kwa sababu hii ni process, huwezi kuifanya kwa siku moja. Baada ya hapo wakaondoka, nikaandaa kikao cha pili tena, nikawaandikia barua, nikawaita. Wao walichonijibu wakaniambia hatuwezi kuja kwenye hicho kikao kwa sababu tuliwahi kuwa na kesi mahakamani siku za nyuma inayohusisha mikataba. Kwa hiyo hatutakaa mpaka ile kesi itakayoamuliwa High Court. Wale waliokuwepo wote nikafunga workshop, nikamwambia okay, madereva na mafundi wote ambao mnahusika na haya mabadiliko tukutane darasani tukae. Tukaingia darasani, hicho ni kikao sasa cha 3.
Kaingia darasani tukakaa, nikawafafanulia mujibu wa mabadiliko na matakwa ya kisheria yanavyotaka kulingana na mwongozo wa sheria ya ajira, mahusiano, mahali pa kazi. Nikawaeleza mwajiri kiuhalisi ana uwezo wa kuangalia na kufanya mabadiliko kwa ajili ya kuendana na mahitaji ya biashara. Kwa hiyo sisi tunachotaka kukifanya sasa hivi, tumewaita kwa sababu tunataka tuwe kwenye mikataba ya muda wa mwaka mmoja ambayo itakuwa inaongezwa kulingana na mahitaji ya biashara. Mikataba tulionayo sasa hivi na nyinyi wenyewe mnaona, kuna kipindi tunakosa biashara kabisa. Sasa kwa sababu tunakosa biashara, hatuwezi kuendelea vile vile, hali ni mbaya. Kuna siku tutasema kampuni sasa haiwezi cooperate kwa sababu tunajikuta hatuna biashara lakini tuna workload ya kulipa. Ni vizuri tuingie kwenye mikataba ya muda, wote tutakuwa tunaitizama. Mkataba unapoisha unaongezwa kulingana na biashara kama ipo. Baada ya kuwa tumefanya hiyo, walielewa ile idadi yote ilikuwa ni idadi ya walioshiriki walikuwa kama 56. Walivyoelewa wakasema okay, sasa inakwendaje? Nikamwambia tutakuwa na approach mbili. Approach ya kwanza ya kisheria ya ajira, tunaweza tukabadilisha mikataba ya kudumu kwenda kwenye mikataba ya muda kwa maelekezo ya kufata mfumo ambao haki zako za awali, ukizungumzia tarehe yako ya ajira, kama uliajiriwa 2000, uliajiriwa 99, itabaki ni ile ile. Maana yake utaingia kwenye mkataba wa mwaka mmoja, zile clauses zitasema tarehe yako ya ajira haijabadilika. Pili, siku zako za likizo ulizozilimbikiza katika mkataba wa awali utahama nazo. Tatu, mambo yote ambayo yanaendana na benefit ya kuwepo kazini kwa muda mrefu pia yatahama na wewe. Mshahara wako hautaguswa, utabaki ni ule ule. Allowance zako hazitaguswa, zitabaki ni zile zile. Na utakuwa umeingia kwenye mkataba sasa wa kuwa una renew kila mwaka. Manake mpaka siku utakapotokea sasa kwamba labda aidha wewe unaacha kazi au unaachishwa kazi kwa kosa la kinizamu, au wewe umeamua labda tunapunguza watu hamna biashara, ndipo pale haki zako zitahesabiwa kuanzia awali. Baada ya kumsikiliza mwajiri, akapata nafasi ya kwenda kuwasikiliza madereva ambao walikuwa wamezuiwa, na wao walikuwa na haya ya kuyaongea mbele ya mkuu wa wilaya huyo. Mkataba mwaka mmoja, sisi tumwambia tunahitaji afunge mkataba ule wa zamani tulikuwa na tulipe stake zetu zote zile za juu, alafu tuje tuanze kwa mkataba wa mwaka mmoja. Yeye alichokuwa anadai anataka kwenye mkataba wake huo aliokuja wa mwaka mmoja tusaini mkataba juu ya mkataba mwingine. Tukamwambia tuweze kusaini mkataba miwili wakati tuko kazini, wakati ule mkataba awali bado hatujafanyaje, hatujivunja. Yeye akawa ana force kitu kwamba tusaini mkataba juu ya mkataba. Wakati sasa anapokuja kwenye vikao vyake anatueleza kwamba tunaweza tukausaini ule mkataba, alafu tukaendelea kusubiria kulipa haki zetu ndani ya mwezi mmoja, lakini tuendelee kutusaini tena mkataba mwingine mpya. Sasa hiyo kitu ambacho kitu kilichotufanya sisi tushindwe kusaini ule mkataba, kwa sababu yeye anapokusainisha ule mkataba anakusainisha mkataba mpya, na kati ile stake zako za nyuma bado yeye hajakulipa. Kwa hiyo huwezi kujua kwamba utakacholipwa ni nini, au atakulipa au hatakulipa. Wengine tulikuwa safarini pamoja na mafundi, tumeshangaa kufika jana kazini kusema wale wote ambao hawajasaini wasiingie kazini, na tukazuiliwa wote pale nje. Likizo mnazijua, tunazo aina za likizo. Kuna likizo ya mwaka, kuna likizo za uzazi, na likizo za dharura na nyinginezo. Lakini vile vile kuna yale malipo ya kiinua mgongo. Sasa katika mazungumzo ya kile kikao mnatakiwa mzungumze, mjadili hizi stahiki zote, kwamba wale ambao wataingia kwenye mkataba mpya au wale ambao hawataendelea kwenye mkataba mpya watapata stahiki hizi. Na hizi sasa zinazungumzika. Likizo ya malipo ya kiinua mgongo kwa kulingana na miaka ambayo umefanya nini, umefanyia kazi. Lakini utapewa, kwa wale ambao hawataendelea watapewa cheti cha utumishi na kulipwa gharama za kurudishwa kule mahali ambapo waliajiriwa. Pale ambapo sasa mmeshindwa kufikia mwafaka, kwa maana tunasema zoezi lolote lisiendelee mpaka pale tume ya usuluhishi itakapokuwa imefanya nini, imewaambia kilichofanyika ni sahihi au sio sahihi. Makubaliano hayajafanyika. Nyinyi hamjafanya makubaliano na mwajiri wenu. Uongo kweli? Sasa basi twende kwenye utaratibu wa kukubaliana, tukakubaliane, ndio hayo mastahiki nini. Unatakiwa usome kabisa. Bana, makubaliano ya mimi kuingia mkataba mwingine
Na kwanza huu mkataba tuliokaa miaka 7 tulipwe. Kitu cha kulipwa cha kwanza likizo, cha pili staki za usafiri, cha tatu sijui nini, kwa mujibu wa mkataba ule tulioingilia. Huu umeisha. Sasa lini unanilipa? Na kulipa tarehe fulani. Nenda kasaini. Hivi ndivyo vitu ulivyojaza kwamba utalipa. Ndio, cha kwanza likizo, cha pili hii. Saini bwana, na saini ta. Haya, unanihitaji na kuhitaji, saini mkataba wa pili. Uongo kweli? Hapa mrefu tumuite mwajiri, tumueleze tutafanya taratibu 1, 2, 3, hao wakubali na kazini mwingie, kwa sababu ule mkataba wa kwanza hamjavunja. Sawa? Baada ya kusikiliza pande zote mbili, maelekezo ya mkuu wa wilaya Mkude ilikuwa ni madereva hao kwanza waendelee na kazi, kisha taratibu za kueleweshana kuhusiana na mabadiliko ya mkataba yafanyike, na wale ambao watakuwa hawajaridhia mabadiliko hayo wapewe stahiki zao kama ambavyo madereva hao wamehitaji. Kisha akaeleza kwamba ameunda tume maalum ambayo itasimamia maridhiano ya pande zote hizo mbili ili kurudisha hali ya utendaji kazi katika kiwanda hicho na shughuli za uzalishaji mali ziendelee, kwa kuwa kiwanda hicho kina mchango mkubwa kwa nchi na utoaji wa ajira kwa jamii. Kwa hiyo tunaelekeza mwanze makubaliano ya kuelewesha mkataba huu wa zamani uliokuwa nao, ulete unasoma hivi, ulikuwa na malengo haya. Sasa huu mkataba tunaumaliza. Tutaumaliza kwa namna gani? Kwa taratibu 1, 2, 3. Sawa? Ndio ukishamuuliza mtu sawa, manake akisema sawa mmekubaliana. Akisema sio sawa, jambo lisilokuwa sawa ni lipi? Niliongeze au nilipunguze? Ilipunguza, iliongeza. Sawa. Kila mmoja akisema sawa anasaini, ikiwa ni pamoja na yeye. Kama hivyo ndivyo wote wakifanya hivyo, ni ruksa sasa kwenda kwenye mkataba wa pili. Na sisi tuko watulivu na prosesi zote zinaendelea. Nimeona serikali nitengeneze timu itakayosimamia. Lengo la kusimamia ni kusikiliza na kulinda amani na utulivu, na kuwa karibu na kuelekeza haya ninayoelekeza yao yamefanyika. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.